Taarifa kama ilivyoweza kunukuliwa vyema mara baada ya John Charles Tesha ambaye kwa hivi sasa ameendeleza wimbi la kutikisa nchi ya Tanzania, huku akiweza kuwataja na kuweka orodha na idadi ya wale ambao wanastahili kukamatwa haraka iwezekanavyo, pia na jeshi la wananchi, huku kabisa idadi hii ikiweza kuwanukuu na kuwapata hawa viongozi lakini pia na wanaharakati wakubwa katika nchi ya Tanzania, huku akisisitiza kwamba kiuhalisia ni kwamba kabla hawajakimbia nchi basi haraka iwezekanavyo inabidi sheria ifate mkondo. Yeye haogopi kifo, haogopi hatari yoyote ambayo inaweza ikaja mbele yake. Anachojua kwamba mtawala lakini pia na yeye ambaye ni mmiliki wa kila kitu katika ulimwengu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hiyo kuhusu kifo na kuhusu kuogopa hatari, yeye anaamini kuwa Mwenyezi Mungu ndo mtawala wa kila kitu katika huu ulimwengu. Sasa alichoweza kusisitiza ni kuhusu rais mstaafu wa awamu ya 4 ambaye ni Jakaya Mrisho Kikwete, akiweza kumweka kwenye orodha ya wale ambao wanastahili kukamatwa haraka iwezekanavyo, huku akiweza kuzungumzia pia issue ambayo ilionekana kabisa kuweza kumtoa uhai marehemu Dr. John Joseph Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5, huku akiweza kutoa kwamba siri na pia matukio ambayo yameweza kuonekana kwamba hao ndio walioweza kuhusika, lakini akiweza kutoa orodha na idadi ya mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan, akiweka wazi kwamba huyu ni mmoja kati ya watu ambao pia na wao wanastahili kukamatwa haraka iwezekanavyo, ili mradi pia sheria iweze kufata mkondo wake, na huku akiweza kumtaja mwanaharakati na mfanyabiashara maarufu ambaye ni Rostam Aziz, mmoja kati ya wanaharakati ambao pia wapo nchini Tanzania, akiweka wazi kwamba pia na wao wanastahili kukamatwa haraka iwezekanavyo, na bila kumsahau mtu wa 4 ambaye ni Angela Kiziga, mmoja kati ya watu ambao pia na wao wameimbwa na Mange Kimambi, lakini hivi sasa ameweza kuimbwa na John Charles Tesha ambaye amemweka kwenye listi ya watu pia ambao wanastahili kukamatwa haraka iwezekanavyo. Na mtu wa mwisho ni Mombo ambaye ni mkuu wa usalama hapa nchini Tanzania, ambaye pia naye amewekwa kwenye orodha ya wale watu 5, yani Abduri, Rais Kikwete, lakini pia na Angela Kiziga, Rostam Aziz pamoja pia na Mombo ambaye ni mkuu wa usalama, wote akiweza kuwataja na kuwaweka wazi kwamba wanastahili kukamatwa haraka iwezekanavyo kutokana pia na hali inayoendelea nchini, na huku akilitaka jeshi liweze kukamata nchi haraka iwezekanavyo na kuwaokoa Watanzania wasiingie kwenye dimbwi zito ambalo kesho na kesho kutwa watakuja kujutia na kuona kwamba jeshi lilikuwa halina msaada wa aina yoyote, na huku akitoa onyo kwa jeshi la polisi siku ya tarehe 29 ambayo imeweza kuonywa kwamba asiguswe mtu wala kufanywa kitu chochote.